Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Andrew Kiruru. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu Mungu na maisha ya kiungu. Mungu ni roho au ni nuru iliyo sahihi au iliyo vema. Inaposema Mungu namaanisha nuru au roho iliyo sahihi au vema. Na ili iwe sahihi au vema, basi roho hiyo au nuru hiyo lazima iwe na sura. Lazima iwe na sura moja ambayo itaitwa vema, ambayo itaitwa sahihi. Kwa hiyo, ninapokwambia kuhusu Mungu, ninamaanisha kwamba ni nuru au roho iliyo katika sura sahihi, iliyo katika sura iliyo vema, iliyo katika sura njema. Na bila shaka haukuitwa utawala pasipokuwa katika sura ya vema au sahihi. Haukuitwa utawala pasipo utawala huo kuwa katika sura njema, kuwa katika sura iliyo sahihi. Haukuitwa utawala. Kwa hiyo nuru, kabla haijakuwa na sura, nuru isiyokuwa na sura, bado haijaitwa utawala, lakini ameitwa Mungu. Ameitwa Mungu kwa kuwa tayari alikuwa ni roho yenye sura sahihi, roho yenye sura njema, nuru yenye sura sahihi, nuru yenye sura njema, tena kwa jina la kuitwa. Kwa hiyo Mungu ni roho yenye sura sahihi, ni roho iliyo njema. Ndiyo maana ya Mungu. Ni roho iliyo sahihi, ni roho iliyo njema, ni roho iliyo na sura sahihi. Na sura sahihi ipo katika jina. Sura sahihi ipo katika jina ambalo inawakilisha vema ya nuru au roho hiyo kwa kuitwa kwake. Kama vile tu unavyosema taifa, ndiyo, taifa ni nuru. Lakini ili uonekane ni utawala upi, taifa hilo hupewa jina. Ili ionekane lamani ya taifa hilo, mwonekano wa taifa hilo, utawala wa taifa hilo, taifa hilo hupewa jina. Ili ionekane nuru hiyo ni ya aina gani, nuru hiyo ni ya vema au usahihi upi, ndipo upatiwa jina. Kama vile ndiyo kuna mwanga, lakini unapoutazama juu unajua huu ni mwanga wa jua. Kwa hiyo tayari umeipa sura. Ule mwanga una sura ambayo unakufanya ukawa na utawala ulio sahihi. Kwa hiyo Mungu ni sura iliyo
au ni roho au mwangaza wenye sura sahihi, na ndio maana akaitwa mtawala. Akaitwa mtawala sahihi, mtawala aliye vema, kwa kuwa anajulikana katika sura ya kuitwa kwake. Lakini kumbuka pia, Mungu hakuumaliza utawala wake na akatulia pasipo kujitazama au kuutazama ufalme wake. Sura ya kuitwa kwake iko vipi? Narudi hapa. Mungu huyu baada ya kuwa katika sura iliyo sahihi kwa jina lake, hakutulia mpaka alipotafuta namna ya kuweza kujitazama jinsi yeye alivyo, na akapata kujifurahia. Alikuwa anatafuta namna ya kuweza kujitazama, ya kuweza kuona ufalme wake na kupata kujifurahia kwa ile vema ya uzuri wake ule ule, kwa ile usahihi wa roho katika sura ya kuonekana vile vile, apate kujitazama na kuufurahia utawala wa kuonekana kwake. Ndio maana popote ulipo, katika Mungu kuanza kujitazama, alitafuta, aliangalia, aliumba vilivyo vya kufanana na yeye. Aliumba vyote vilivyo vya kutoka katika sura yake, yaani yeye apate kujitazama jinsi ufalme wake, jinsi roho yake, jinsi nuru yake kwa sura ya kuonekana kwake ilivyo, na akajifurahia katika utawala wa uzuri wa kuonekana kwake, utawala wa usahihi wa kuonekana kwake. Akajitazama katika mimea, akajitazama katika anga, akajitazama katika bahari, lakini mwisho akajitazama kwako wewe mtu mke na wewe mtu mume. Na sasa wewe uliye mwanadamu, popote pale kwa jina la kuitwa kwako, akajitazama na kujifurahia. Kwa hiyo wewe uliyeumbwa na Mungu ni sura ya Mungu katika kujitazama kwake. Narudia, wewe popote pale ulipo katika muonekano huu, kwa jina ulilo nalo, kwa jina ulilo nalo, kwa lamani ya sura ulio nayo, ni Mungu katika kujitazama kwake. Ni ile vema au roho iliyo sahihi katika kujitazama kwake na kuonekana katika usahihi au vema ya jinsi ulivyo hapo popote ulipo. Ni mtoto, ni mkubwa, ni daktari au ni yoyote kwa kuitwa kwako, lakini ni Mungu katika kujitazama kwake, ili apate kutulia na kujifurahia katika utawala wake. Ndio maana
hata wewe popote ulipoumbwa, Mungu alivyojitazama katika sura ya kuonekana kwako hivyo ulivyo, kwa jina ulilo nalo, hakukuacha, akakuletea walio wa sura yako, waliotoka ndani yako, ili wewe upate kujitazama, upate kutazama hiyo vema, hiyo roho iliyo sahihi katika sura ya kuonekana kwako, upate kujitazama, kwani chochote kilicho cha kufanana na wewe ambacho Mungu amekuletea na kukusogezea wewe, mtoto, kwa jina ulilo nalo, umeletewa wazazi wako upate kujitazama na ukajifurahia. Umeletewa marafiki, umeletewa pesa, umeletewa almasi, umeletewa dhahabu, umeletewa kila kimoja kwa jina la kuitwa kwake, ili wewe katika jina hilo hilo ulilonalo, kwa mwonekano huo huo ulionao, upate kujitazama jinsi ulivyo. Kwa majina yote ya kuitwa kwao, ndiyo limepatikana jina moja hilo, kwa kujitazama kwako kwao, na kukufanya popote chochote kilipo, wewe upate kujitazama na kujifurahia jinsi nuru au roho iliyo na sura sahihi ya kuonekana kwako ilivyo. Mungu huyu amekufanya uishi kwa furaha, amekufanya kwanza ujijue jinsi ulivyo sahihi. Unavyoiona dhahabu ndivyo ulivyo wewe, unavyoiona almasi ndivyo ulivyo wewe, unavyoona wazazi, unapoona watoto, unavyoona mwanamke, unavyoona mwanamume, unavyoona majirani, unavyoona chochote, ndivyo ulivyo wewe. Na ili kuwa inakupaswa baada ya kujitazama ni kupumzika au kupata raha ya uwepo wako katika nuru au roho yenye sura iliyo sahihi, kwa kuonekana kwa jina lako ulilo nalo popote pale ulipo. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu Mungu. Mungu ni roho njema, ni nuru iliyo njema katika sura ya kuonekana, kwa kuwa utawala ni lile jina katika kuonekana kwako, ni hiyo sura katika kuonekana kwako, na vingine vyote katika kuonekana kwake ni wewe katika kujitazama kwako kwa majina ya kuitwa kwake. Popote ulipo, wewe ndiye sura ya Mungu katika kujitazama kwake. Wewe ndiye roho iliyo sahihi katika kujitazama kwake, na chochote kilichopo ni wewe, ni hiyo hiyo roho au sura ulionayo kwa jina ulilonalo katika kujitazama kwako. Na hao wote wapo kwa ajili ya wewe upate
upate kujifurahia, kujitazama kwa kila jambo moja unalolifanya, upate kujishangilia, upate kufurahishwa, upate kupumzishwa. Ndio maana popote ulipo, wewe ni wa sura ya Mungu, ni wa Mungu katika kujitazama kwake, na chochote unachokiona ni wewe katika kujitazama kwako, ni hiyo hiyo nuru au roho iliyo sahihi katika kujitazama kwako. Ndio maana unalo jina. Ndiyo, ni mtu lakini una jina. Ni mtu lakini una familia yenye jina. Ni mtu lakini una ukoo wenye jina. Ni mtu lakini una taifa lenye jina. Ni mtu lakini una dunia yenye jina. Ni mtu lakini una jina popote ulipo. Ndiyo, ni daktari lakini una jina. Jina ndiyo sura inayokupa wewe ukawa mtawala, ukawa ni Mungu katika kujitazama kwake. Ni daktari, lakini ni daktari upi? Ni daktari wa jina ulilonalo. Ni daktari wa mifugo mwenye jina lipi? Jina ndiyo ramani ya kuonekana kwako. Ni Mungu katika kujitazama kwake, na wote waliopo katika majina yao ni wewe katika kujitazama kwako, kutokea kwenye jina hilo la sura ya vema ya Mungu katika kujitazama kwake. Popote ulipo, haupo kikawaida kawaida, haupo kikawaida kawaida, kwa kuwa ni ile vema au nuru ya Mungu, ni ile roho au nuru iliyo vema au sahihi katika utawala. Nimemaliza kuongea na wewe kuhusu Mungu. Leo ujue na ufahamu siri hii kwamba Mungu ni roho iliyo sahihi katika sura ya kuonekana kwake, kwa kuwa kilicho sahihi ni chenye sura ya kuonekana. Kilicho na utawala ni chochote kilicho na sura, na wewe umekuwa mtawala kwa kuwa ni ile sura ya Mungu katika kujitazama kwake kwa jina ulilo nalo, na wote waliopo ni wa kufanana na wewe, ni wa kufanana na sura, yani utawala wa jina ulilo nalo. Ni utawala wa roho iliyo sahihi katika sura ya jina, katika umbo ulilo nalo la kuonekana kwako. Kwa hiyo sasa ni kuhusu maisha ya kiungu. Bila shaka popote ulipo, wewe ni mtawala, wewe ni yule aliye na roho iliyo sahihi katika sura ya kuonekana kwako, ya kuonekana kwake. Ni Mungu katika kujitazama kwake. Kwa hiyo jinsi alivyo yeye mtawala, ndivyo ulivyo wewe mtawala, na jinsi vilivyo vyote popote vilipo ni wewe katika kujitazama kwako kwa jina ulilo nalo, katika sura hiyo ulio nayo. Basi ni wakati wa kuishi maisha ya kiungu. Maisha ya kiungu maana yake maisha ya kiutawala, maisha ya kifalme. Popote ulipo ni wakati wa kuishi maisha ya kifalme, maisha ya kitawala, maisha ya raha,
Maisha ya kitawala au maisha ya kiungu yako hivi: katika jambo moja unalolifanya, mengine yote husaidiwa na kufanya jambo hilo moja unalolifanya liwe la katika furaha ya ukamilifu wake, lisipungukiwe wala kuzidiwa. Narudia, maisha ya kiungu yako hivi ni kwamba katika kuketi kwako au jambo lolote kwa kulifanya kwako, mengine yote pasipo idadi, kama nyota zisivyohesabika, hufanyiwa ili hilo unalolifanya liwe katika starehe. Kama ilivyo wewe daktari hapo ulipo, katika jambo moja la udaktari unalolifanya, mengine yote kwa furaha ya udaktari wako unasaidiwa kwa kuwa wapo wa kukupumzisha. Ndio maana wapo askari, kuna wakulima, kuna wapishi, kuna dhahabu, kuna chochote kimekuzunguka ili wewe ukae katika udaktari kwa jina ulilonalo. Na hayo ni maisha ya kiungu. Pia hata wewe popote ulipo, katika kuketi kwako tu, mengine yote unafanyiwa. Chochote unachokifanya, mengine yote unafanyiwa. Unasaidiwa na wasaidizi wa walio wa kufanana na wewe. Ndiyo, naongea na wewe katika kuishi maisha ya kiungu na kufanya. Unapokuwepo popote, usiwaze kuhusu kingine chochote zaidi ya kile unachokifanya, kwa kuwa kingine chochote, wapo ni wa kufanana na wewe, wapo ni wasaidizi wa hicho unachokifanya. Ndio maana unapokula hauwazi utameza vipi, kwa kuwa wapo wasaidizi wanaopitisha chakula unachokula. Hauwazi itakuwaje, kwa kuwa wapo wasaidizi wanaifanya shughuli hiyo. Basi kuanzia leo, nenda ukaishi maisha ya kiungu popote ulipo. Usiwaze baadaye itakuwaje kwenye hicho unachokifanya, kwa kuwa kwenye chochote unachokifanya wapo wasaidizi wako. Kila chochote kilichopo ni wasaidizi wako. Wapo wakulima, wapo mainjinia, wapo madaktari, wapo wapishi, wapo watoto, wapo wanyama, wapo maji, ipo anga, ipo ardhi ya malaika walio wa kufanana na wewe. Wapo wamekuzunguka ili wewe kwenye unachokifanya usipungukiwe na chochote wala kuzidiwa na chochote. Na hayo ndiyo maisha ya kiungu. Na sasa ninayaachilia kwako. Usiwaze, Mungu yupo kukupumzisha hapo ulipo, kwenye kila jambo utalolifanya, kwenye chochote ambacho utakifanya hakitapungukiwa na ukataka kukiacha hicho, wala kuzidiwa na ukataka kukiacha hicho, bali chochote utakachokifanya itasaidiwa na Mungu. Chochote utakachokifanya kitapumzishwa na usaidizi wa Mungu, kufanya kikawa na furaha popote ulipo. Kwa hiyo hata sasa, haijalishi umezidi vipi, umezidiwa na nini,
au umepungukiwa na nini, bali sasa Mungu anakupumzisha. Popote ulipo, hautazidiwa tena wala kupungukiwa tena. Fanya shughuli yako, fanya kazi yako, fanya udaktari wako, fanya uaskari wako, fanya ukulima wako, fanya ufugaji wako. Kuwa mwanamume, kuwa mwanamke wako, kuwa jinsi ulivyo kwa jina la kuitwa kwako. Hautapungukiwa wala kuzidiwa. Pokea pumzisho hili na furaha ya maisha ya kiungu, raha ya maisha ya kiungu, starehe ya maisha ya kiungu katika kila jambo unalolifanya, kutokupungukiwa wala kuzidiwa, iwe pamoja na wewe popote pale ulipo.